Ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa kuhusu afisa ambaye aliweza kutoa amri ya ndugu zetu kuuawa mwaka uliopita kuanzia tarehe 29 Oktoba na siku ambazo ziliweza kufuata kabla na baada ya Samia kuapishwa. Sasa mwanaharakati huyu anaeleza kwamba yule mwenye aliweza kutoa shoot to kill tarehe 29 Oktoba anaitwa Awadhi Juma Haji. Awadhi Juma Haji, hiyo picha ambayo unaiona hapa, ndiye aliweza kutoa order ya shoot to kill, ukipenda amri ya kuua. Sasa kwa wale ambao hamfahamu, Awadhi Juma Haji yeye ni kamishena wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Tanzania. Vilevile, yaani operesheni zote ambazo zinafanywa na jeshi la polisi, huyu Awadhi ndiye yupo in charge kama mkuu. Sasa bila yeye kuidhinisha shughuli hizo zote, hakuna operesheni ambayo itafanyika. Huyu Awadhi Juma Haji ndiye waliweza kushirikiana na Idi Amin mama, ukipenda Samia, kisha wakamwamuru Inspector Generali wa polisi Wambura kutoa lockdown, marufuku ya kutotoka nje, kisha wao wakafanya unyama wao. Sasa kuna kitu ambacho hapa hivi naomba niweze kukueleza kwa undani. Nataka niweze kukuchanganulia uweze kukielewa kuhusu huyu bwana Awadhi Juma Haji. Sasa kama mtakumbuka vizuri, kabla ya Oktoba 29 kuna taarifa ambazo zilitolewa kuhusu uwepo wa wanajeshi 500 wa Uganda ambao Samia Suluhu Hassan aliwakodi kutoka kwake Museveni, rais wa Uganda, ili waje kuangamiza wananchi Oktoba 29, kwa sababu alikuwa amekwisha gundua kwamba mambo hayatakuwa mazuri. Wananchi walikuwa wameweza kumpea onyo kwamba tunahitaji katiba mpya, tunahitaji uchaguzi wa haki na huru, tunahitaji mwenyekiti Tundu Lissu aweze kuachiliwa. Kwa hivyo Samia akanusa hatari, kwa hivyo akaweza kuwakodi wanajeshi 500 kutoka Uganda, na akaweka listi ya majina feki ambayo walipewa vyeo feki pamoja na mikoa, miji ambayo walipangiwa kwenda kuangamiza Watanganyika kuanzia siku ya Oktoba 29 mwaka 2025. Unaona, walitolewa Uganda kisha wakapewa majina feki. Kama huyu afisa wa jeshi la Uganda alikuwa anaitwa Ezra, anapewa jina anaitwa James, ndiposa msije mkamgundua. Sasa kutoka hapo, mtazamaji wangu, ninaambiwa kwamba huyu Awadhi Juma ndiye ambaye alikuwa na ratibu safari ya hao wanajeshi waliokodiwa kutoka Uganda. Tangia watoke Uganda, alikuwa na ratibu watapita wapi,
watapita boda ipi ya Mtukula huko Kagera mpaka wanafika Dar es Salaam. Sasa huyu vile vile Awadhi, yeye ndiye aliwapangia hao wanajeshi wa Uganda maeneo ya kwenda, na walienda huko kabla ya Oktoba tarehe 29, siku ya uchaguzi. Yaani walitangulia wiki kadhaa kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo Watanganyika ambao mulikutana na hawa wauaji ambao walikuwa hawajui Kiswahili, ndo hao Waganda, na aliyewapangia waje huko kwenu ni huyu Awadhi Juma. Huyu afisa wa polisi huyu. Na nimekueleza kwamba bwana Awadhi Juma Haji, kwa wale ambao hamfahamu vizuri, yeye ndiye kamishana wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Tanzania. Yaani jeshi la polisi, huyu ndiye yuko in charge mkuu. Bila yeye kuidhinisha, hakuna operesheni yoyote ambayo itafanyika bila ya yeye kuweka sahihi yake. Sasa ninaomba tuweze kurudi kwenye hoja msingi ya Oktoba 29 mwaka uliopita. Baada ya maandamano kushika kasi kila kona ya nchi yetu ya Tanzania, serikali haramu ya Samia Nduli Idi Amini ilizima mtandao, hiyo tunajua. Kutoka hapo ikakata umeme, tusijaji simu, tusione taarifa. Sijui kama unanielewa. Pasiwe na huduma zozote zile ambazo zinaendelea katika taifa letu. Kutoka hapo wakaagiza Inspector Generali bwana IG Wambura akatangaza hali ya hatari na kusema kwamba kufikia saa 12 jioni watu wote wawe majumbani, kwa sababu kuanzia muda huo jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama watakuwa barabarani kwa kazi maalumu. Mulimsikia yeye mwenyewe mwaka uliopita. Sasa ninaomba nikujuze hili. Kabla ya Inspector Generali wa polisi Wambura hajatoa tangazo la kuweka makataa ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni, Awadhi na Samia walikuwa wamekwisha peana maagizo au maelekezo ya kuwaua na kuwatoa uhai wananchi. Awadhi alikuwa ameshaweka standby vikosi vyote ambavyo walikuwa wameviandaa kwa ajili ya mauaji, kwa sababu walijua fika kwamba Watanzania wangepiga kura, walijua fika kwamba Watanzania wataruhusu ujumuishaji wa zile kura za uongo. Wakaagiza polisi kuua. Sasa baada ya Inspector Generali bwana Wambura kutoa hilo tangazo lake haramu la kutotoka nje, Awadhi Juma Haji naye akatoa oda yake ya shoot to kill, ambapo aliambia vikosi vyote kwamba kuanzia saa 12 jioni hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, mtu yeyote ambaye watamkuta barabarani wamlishe risasi, wampige risasi. Sasa kutoka hapo ndipo vikosi vyao viliingia barabarani na kuanza kuua
kwa risasi. Kila mtu ambaye walimkuta barabarani bila ya kujali ni nani au wanafanya nini, walimfiatulia risasi. Tuko na ndugu zetu ambao walikuwa natoka kazi, hawakukuwa kwenye vurugu, hawakukuwa kwenye maandamano. Tuko na wale ambao walikuwa wameenda kuangalia biashara zao zinaendelea vipi, wote walipigwa risasi wakauawa. Sasa walipomaliza kuwaua watu barabarani, wakaingia mpaka kwenye majumba ya watu na kuanza kuwafiatulia watu risasi. Tulitandikanga hizo video hapa zikionyesha polisi waliokuwa na sare rasmi na wale ambao hawakukuwa na sare rasmi. Walienda mpaka vitongojini, walienda mpaka pale vijijini kuwatafuta watu kutoka kwa nyumba. Walikuwa wanapiga risasi, walikuwa wanaua. Sasa ninaelezwa hivi na Hilda, ananieleza hivi bwana Ezra, kuna askari wanasema kwamba siku ya Oktoba tarehe 29 mwaka uliopita, baada ya kufanya operesheni ya kuua Watanganyika wenzetu, kuna baadhi ya polisi waliogoma kuua. So muda ulipofika kurudi kwenye makutano yao kwa ajili ya kujipanga na mashambulizi ya siku ya pili ya Oktoba ambayo ilikuwa ni tarehe 30 Oktoba mwaka 2025, Bwana Haji Awadhi Juma na wasaidizi wake walikuwa wanakagua silaha ambazo maafisa wa polisi walikuwa wamepewa. Askari ambaye alionekana ametumia risasi chache kutoka kwa zile ambazo walikuwa wamepewa na kina bwana Awadhi, walipewa adhabu, na ambao hawakutumia risasi hata moja, wao waliweka kwenye lockdown au kwenye vizuizi, na walikuja kuachiwa baada ya Samia kujiapisha ndani ya kambi ya kijeshi. Sasa kuna kitu ambacho naomba hapa uweze kukielewa kwa undani. Awadhi na vikosi alivyokuwa anaviongoza walifanya operesheni ya kuua Watanganyika kwa siku 5 mfululizo. Hata Marekani iliwahi toa hiyo ripoti. Hata bunge la Ulaya liliweza kutoa hiyo ripoti kwamba watu waliuliwa kuanzia tarehe 29 Oktoba na siku ambazo zilizofuata. Sasa Watanganyika zaidi ya 10,000 waliuawa. Waliuawa asubuhi, mchana na hata usiku bila huruma. Cha kushangaza, waliokuwa wanafanya haya yote walifanya tu kimakusudi ili waweze kumlinda Idi Amin Mama Samia Suluhu Hassan kubaki madarakani bila kupigiwa kura na wananchi. Yaani alitaka asalie madarakani bila ya ridhaa ya wananchi. Kuna kitu hapa cha muhimu ambacho naomba muweze kukipata. Unaona ile siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, baada ya vikosi vyao kuua Watanganyika wenzetu, walipoona miili ya ndugu zetu imefurika kwenye hospitali zote za serikali, waliagiza wahudumu wa afya waliokuwa kwenye zamu ya siku hiyo wasitoke kazini mpaka siku ambapo watakapomaliza operesheni yao. Na baada ya tangazo hilo, kuna wahudumu wa afya waliopokonywa simu zao kwa lengo la kuwazuia wasije wakatoa taarifa zaidi kwamba kuna majeruhi, kwamba kuna idadi fulani ya waliouawa na serikali, na hapa ndipo wameweza kuwekwa.
jambo la kushangaza na jambo la kusikitisha. Sasa huyu bwana Haji, baada ya miili ya ndugu zetu kufurika kwenye hospitali, muliona kama ile video ya Mwananyamara, mpaka miili mingine wakakosa mahala ambapo wangeiweka. Ninaelezwa kwamba usiku wa kuanzia tarehe 29 Oktoba na siku ambazo zilizofuata mwaka 2025, kuanzia Oktoba 29 na siku ambazo zilizofuata, usiku magari ya jeshi JWTZ yalikuwa yanapita kwenye hospitali za serikali na kusomba miili ya ndugu zetu. Waliiba maelfu ya miili ya Watanganyika, na miili mingine ambayo walikuwa wanaiba ni ile ambayo walikuwa wamepiga risasi kwenye vichwa, kwenye tumbo, kisha wakaenda kuizika kwenye makaburi ya halaiki kama mizoga upande wa Kunduchi. Sasa wapenzi watazamaji, Machi mwaka huu, mwaka 2026, huyu bwana Awadhi Juma alifanya ziara ya kutembelea mikoa yote ya Tanganyika na kuwapongeza ma-RPC kwa kazi waliofanya Oktoba 29. Yaani aliwapongeza kwa kuongoza mauaji kwa risasi ya Watanganyika zaidi ya 10,000. Mimi sasa ninaomba hivi, kipindi ambapo Marekani inazidi kutoa ama inazidi kuandaa ripoti yao kuhusu wale ambao walihusika kwenye mauaji ya mwaka 2025 Oktoba na siku ambazo zilizofuata, wasisahau huyu bwana Haji Juma Awadhi. Huyu anapaswa kupigwa marufuku, akamatwe, na hata watu wapewe nafasi walipize kisasi. Hauwezi ukamtoa uhai mtu mmoja, unaratibu watu watolewe uhai 2, 3 mpaka 10,000. Huyu bwana anapoonekana, damu inatiririka mikononi mwake. Kwa hivyo wale ambao mnasema eti kwamba sijui mama apewa nafasi afanye kazi, sijui mama hakufanya chochote, jua kwamba mama huyu ambaye mnaita mama Idi Amin mama, walishirikiana na bwana Awadhi Juma Haji kufanya unyama ule. Na ripoti hii imeweza kuandaliwa naye mwanaharakati Hillary Newton na imeweza kukaririwa na kusomwa naye bwana Ezra kwenye hichi kituo cha Tanzania News Today, ili mradi wananchi waweze kupata hizi taarifa, ili mradi wananchi waweze kuelewa kila ambacho kinaendelea. Watu waweze wakakurupuka, waweze kusema kwamba bwana Ezra ni muuaji. Hivyo jua kwamba kipindi ambapo bwana Awadhi Juma Haji ameweza kutundikwa kwamba yeye ni muuaji, lazima ujue kwamba kila ushahidi umekusanywa, umewekwa pamoja, na imegundulika kwamba huyu bwana ni miongoni mwa wale ambao waliratibu kuwaingiza wanajeshi wa Uganda 500 katika taifa letu la Tanzania watekeleze unyama wa kuwaua wenzetu. Watu kama hawa wanapaswa kuenda jehanamu. Sijui mbona Mwenyezi Mungu anaruhusu watu kama hawa kuishi, kwa sababu yeye anatamani kuishi, anatamani kuendelea kuenjoy maisha, lakini kuna ndugu zetu ambao waliweza kuuawa kupitia kwa maagizo yake na maelekezo yake. Sijui wazo lako ni lipi? Hillary Newton, asante sana kwa ripoti yako ambao umeweza kutujuza bana. Bwana Ezra, mambo yako hivi. Hivi ndivyo serikali ilikuwa imeratibu na hivi ndivyo serikali ilikuwa imefanya.
Ehe. Sasa serikali inapaswa kujua kwamba mambo si mazuri. Watu wamekwisha jua mipango yao. Watu wamekwisha jua ratibu zao ambazo waliweza kuzifanya mwaka uliopita. Wamejaribu sana kufuta na kuzima yale yote ambayo waliweza kuyafanya, lakini wameshindwa. Bado dunia na ulimwengu inajua kwamba Samia na vibaraka vyake waliweza kumaliza ndugu zetu. Wazo lako ni lipi?